Zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, ndiyo kifungo cha ukamilifu, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. 16. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. 17. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Sasa hapa wewe ukiniambia hili neno wewe unalionaje? Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana. Kwa kila kitu tunachokifanya tunafanya kwa jina la Yesu. Huku tukimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Amina. Sisi tunaelewana vizuri. Twende tutaelewa mbele huko. Tayari tunakoelekea. Tutajua vizuri. Ndio maana hapa anakuambia hakuna cha Myunani wala cha Myahudi. Maana hakuna cha Muislamu wala cha Mchina wala sisi cha nani, mpagani wala cha nani. Sisi tumeelewana. Amina sana. Anakuambia sio aliyetahiriwa wala kutokutahiriwa, mgeni wala mshenzi, mtumwa wala muungwana, yani wote, bali Kristo ni yote na katika yote. Amina sana. Twende Timotheo wa 3. Timotheo sura ya 3. Timotheo sura ya 3. Timotheo sura ya 3. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 12. Anakwambia, naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu watauziwa. Lakini watu wabaya na wadanganyi wataendelea na kuzidi kuwa waovu, wakidanganya na kudanganyika. Bali wewe ukae katika mambo yale uliofundishwa na kuhakikishwa, kwa maana unajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao. Na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kila andiko, narudia 16, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kwa kuadhibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa atakutenda kila tendo jema. Amina sana. Amina sana. Tunaenda mdogo mdogo. Isaya 30. Isaya 30, sura ya 30. Isaya sura ya 30. Isaya sura ya 30. Tunaenda taratibu. Isaya sura ya 30. Isaya sura ya 30. Isaya sura ya 30 mstari wa 8. Sura ya 30 mstari wa 8. Sura ya 30 kuanzia ule mstari wa 8. Haya, enenda sasa, andika neno hili katika kikao mbele ya macho yao, lichole katika kitabu, ili liwe kwa ajili ya majira yatakayokuja, kwa ushuhuda hata milele. 9. Kwa maana watu hawa ni watu waasi, watoto wasemao uongo, watoto wasiotaka kuisikia sheria ya Bwana. Wawaambiao waonaji, msione, na manabii msitoe unabii wa mambo ya haki. Tuambieni maneno laini, hubirini maneno ya danganyayo. Tokeni katika njia, geukeni mtoke katika mapito, mkomesheni mtakatifu wa Israeli mbele yetu. Basi kwa ajili ya hayo mtakatifu wa Israeli asema hivi: kwa sababu mwalizalao neno hili na kutumainia jeuri na ukaidi na kuyategemea hayo, basi uovu huu utakuwa kwenu kama mahali palipobomoka, palipo tayari kuanguka, patokezapo katika ukuta mrefu, ambapo kuvunjika kwake huja ghafla kwa mara moja. Naye atapavunja kama chombo cha mfinyanzi kivunjwavyo, akikivunja asiache kukivunja hata hakipatikani katika vipande vyake kigae kitoshacho kutwa moto
kitoshacho kutwaa moto jikoni au kuteka maji kisimani. Kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli asema hivi, kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa, nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumainia, lakini hamkukubali. Bali ninyi mlisema, la, maana tutakimbia juu ya farasi. Basi ni kweli mtakimbia, tena si tutakimbia juu ya wanyama waendao upesi. Basi wale watakao wafuatia watakuwa wepesi. 1,000 watakuwa kwa kukemewa na mtu mmoja, kwa kukemewa na 5. Mtakimbia hata mtakapoachwa kama mlingoti juu ya kilele cha mlima na kama bendera juu ya kilima. Kwa ajili ya hayo Bwana atangoja ili awaonee huruma, na kwa ajili ya hayo atatukuzwa ili awalehemu. Kwa maana Bwana ni Mungu wa hukumu, heri wote wamngojao. Kwa maana watu watakaa katika Sayuni huko Yerusalemu. Ingawa Bwana atawapeni chakula cha shida na maji ya msiba, lakini waalimu wako hawatafichwa tena, ila macho yako yatawaona waalimu wako, na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia hii ifuateni, mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto, nanyi mtakitia najisi kifuniko cha sanamu zenu za fedha zilizochongwa na mabamba ya sanamu zenu za dhahabu zilizoyeyushwa. Utazitupilia mbali kama kitu kilicho najisi. Utasema, haya, toka hapa. Sijui tunaelewana? Utasema, haya, toka hapa. Sitaki tena vyombo vyenu vya sanamu. Sitaki tena kula nyama za sanamu. Sitaki tena mambo yenu ya sinagogi. Amina sana. Naye atatoa mvua juu ya mbegu zako upate kuipanda nchi hii, na mkate wa mazao ya nchi, nayo itastawi na kuzaa tele katika siku hiyo. Ng'ombe zako watakula katika malisho mapana. Amina sana. Unaona Mungu anavyokupenda eh? Mungu ni wa rehema. Mungu wa huruma. Amina sana. Anakuita. Twende mbele. Isaya mstari wa kwanza. Isaya sura ya kwanza. Isaya sura ya kwanza ule mstari wa 10. Kuanzia mstari wa 10 mpaka wa 16. Anakuambia, lisikieni neno la Bwana, enyi waamuzi wa Sodoma, tegeni masikio msikie sheria ya Mungu wetu, enyi watu wa Gomora. Kuna moja, huu wingi wa sadaka zenu mnazonitolea una faida gani? Asema Bwana, nimejaa mafuta ya kafara za kondoo waume na mafuta ya wanyama walionona, nami sifurahii damu ya ng'ombe wala ya wana kondoo wala ya mbuzi waume. Mjapo ili kuonekana mbele zangu. Ni nani aliyetaka neno hili mikononi mwenu, kuzikanyaga nyua zangu? Msilete tena matoleo ya ubatili. Uvumba ni chukizo kwangu. Mwezi mpya na Sabato kuita makutano, siyawezi maovu hayo na makutano ya ibada. Sikukuu zenu za mwezi mpya na karamu zenu zilizoamuliwa, nafsi yangu yazichukia. Mambo hayo yanilemea, nimechoka kuyachukua. Nanyi mkunjuapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone. Na muombapo maombi mengi, sitasikia mikono yenu imejaa damu. Jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele ya macho yangu. Acheni kutenda mabaya. Acheni kutenda nini? Mabaya. Anakuambia hivi, mikono yenu imejaa damu za kafara za ndege, za ng'ombe, mbuzi. Tunaenda kuchinja. Ni siku ya kuchinja. Wewe na kuonea huruma. Utaungua vibaya. Mungu hapendi. Anza mikono yenu michafu, jitakaseni. Na muendee yeye. Amina sana. Hasitaki, amechoka. Amina sana. Haya, twende. Sio mimi. Huyu ni Isaya. Agano la Kale. Amina sana. Tunaenda. Twende kwenye Isaya 58. Isaya 58 kwanza ile sura ya kwanza. Piga kelele.
Kwa hiyo ninachokifanya hapa ni mimi napiga kelele. Kwa hiyo hata ukinichukia sio mimi, ni Mungu alimwambia Isaya, piga kelele. Piga nini? Hapa nakwambia Isaya 58 mstari wa kwanza, piga kelele, usiache. Na mimi nasema hivi, sitaacha. Anakwambia paza sauti yako kama tarumbeta, na mimi nasema nitapiga tarumbeta, sitaacha. Anakwambia wahubiri watu wangu kosa lao. Lazima niwaambie kwamba hiyo dini mnayoisema ambayo ilianzishwa miaka 600 baada ya Kristo, hiyo dini hiyo sio na Ukatoliki sio. Ondokeni watu wa Mungu huko, muokolewe. Funguka akili kwanza sasa hivi. Twende. Piga kelele, usiache. Paza sauti yako kama tarumbeta, wahubiri watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Walakini wanitafuta kila siku, hupenda kujua njia zangu, kama vile taifa waliotenda haki, wasioacha sheria ya Mungu wao. Hutaka kwangu amri za haki, hufurahi kumkaribia Mungu. Husema, mbona tumefunga? Tunaelewana vizuri? Mbona tumefunga lakini huoni? Mbona tumejitaabisha nafsi zetu lakini huangalii? Fahamuni, siku ya kufunga kwenu mnatafuta anasa zenu wenyewe. Wote mnakimbilia magestini, wote mnakimbilia sijui kwenye mabaa, kunywa sana, kufanya umalaya sana, kufanya mambo ya ajabu ajabu. Anasa zenu. Anasa? Mungu hapa anawaambia wasioacha sheria ya Mungu wao, hutaka kwangu amri za haki. Wanataka Mungu awape amri za haki, awatendee mazuri tu. Husema, mbona tumefunga lakini huoni? Mbona tumejitabisha nafsi zetu? Tumefunga sana, swaumu imekuwa kubwa, imekuwa kali mpaka tumekonda. Wengine tumekuwa na vidonda vya tumbo, sijui nini na nini. Lakini hapa nakwambia hivi, lakini wanasema lakini huangalii. Fahamuni, siku ya kufunga kwenu mnatafuta nasa zenu wenyewe, na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Tazama, ninyi mafunga mpate kushindana na kugombana na kupiga kwa ngumi ya uovu. Hamfungi siku hii ya leo hata kuisikizisha sauti yenu juu. Je, kufunga namna hii ni saumu niliyoichagua mimi? Je, ni siku ya mtu kujitabisha nafsi yake? Ni kuinama kichwa kama unyasi na kutanda nguo za magunia na majivu chini yake? Je, utasema ni siku ya kufunga na ya kukubaliwa na Bwana? Je, saumu niliyoichagua sio namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nila, kuwaacha huru walionewa, na kwamba mvunje kila nila. Amina sana. Tunaelewana? Ondoka. Mimi lena nao kwako. Nafsi yako hivyo nimeiokoa. Usipojiokoa mwenyewe itakula kwako. Amina sana. Tunaendelea. Tuje kwenye Isaya 7. Isaya 7. Anasemaje? Sura ya 7. Isaya sura ya 7. Mstari wa ngapi? Mstari wa 14. Anakuambia kwamba kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanaume, naye atamuita jina lake Immanueli. Amina sana. Twende tuone kwenye Mathayo. Hiyo nataka nikujulishe kwamba Mungu huyu unayemjua wewe huyu, na kila siku namtaja Mungu mwenye herufi kubwa sio ndogo. Mungu ndiyo Yesu mwenyewe. Nataka huyo alikuwa ni Isaya. Kama bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanaume, naye atamuita jina lake Immanueli. Amina sana. Twende tuone kwenye Mathayo. Hiyo nataka nikujulishe